Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, tupo katika mwendelezo wa madarasa yetu mbalimbali ya kupeana ilmu za namna mbalimbali. Leo tutauangalia japo kwa uchache kwa mara ya pili tena mti ambao wa kisamvu. Sawa, mti wa kisamvu, kwa maana tunajua hii miti iko namna mbili. Kuna kile ambacho kisamvu ambacho muogo wake tunakula, na kuna ule mti wa kisamvu ambao muogo wake hauliwi. Sawa, huu mti au hii miti tunasema ni katika mti una maajabu makubwa sana, katika mwendelezo wa miti ambayo yenye maajabu makubwa pale mtu atakapoamua kutafuta siri zake, kujua mambo yake, kujua habari zake. Kwa kweli ni miti muhimu sana, ijapokuwa ni mti ambao mazingira yake upo katika mazingira ambayo faida yake inaonekana ni ndogo sana kwa baadhi ya watu, kwa maana mtu anajua faida yake ni kula muogo au faida yake ni kula kisamvu kile kama mboga, basi anaishia katika hali ya namna hiyo. Mwingine kufanya kuni, basi imeishia hapo. Lakini nikueleze tu ni kwamba ndugu yangu, leo tunakwenda katika kuitaja miti hii katika upande wa faida ambazo za siri sana, muhimu sana wewe ukazijua, huenda hasa siku moja zikakusaidia katika maisha yako. Lakini nianze kwa kusema mti huu wa muogo, mti huu wa kisamvu, majani yake, aidha kisamvu mpira au kisamvu hiki kingine, yale majani yake utakapochukua ukayaponda yale majani, ukiyaponda yale majani, maajabu ya mti huu, ukiponda yale majani yake, mtu akapakaa mwili mzima yale maji aliyoyaponda kutokana na kisamvu, basi moja katika faida yake, mtu mbaya kwa maana ya mchawi hawezi akakuona. Huonekani na mchawi, hakika huonekani na wachawi. Hayo ni maajabu mojawapo ya kisamvu. Ndugu yangu, hiko ni kisamvu, mchawi hawezi kukuona. Lakini pia kisamvu hiko yawezekana kuna ule uchawi wa kutumiwa nyuki. Unatumiwa nyuki wewe katika nyumba au katika ofisi. Wako watu wanafanyiwa uchawi wa namna hiyo. Utakuta kwenye nyumba mtu anatumiwa nyuki bwana. Watu wanakimbiana katika ile nyumba, hakuna mtu tena anaweza kukaa katika hiyo nyumba kutokana na mazingira ya nini? Ya nyuki wa kutumwa wamekwenda pale. Sasa kisamvu kinasaidia aidha nyuki wa kutumwa au nyuki wa kawaida. Nini cha kufanya? Yale majani yake yale, ukichukua yale majani ukayaponda ponda, baada ya kuyaponda yale majani, yale maji ya kisamvu yaliyotoka kwenye majani yale, kisamvu chochote aidha cha kawaida au cha mpira, chukua yale maji yake, pakaa mwili mzima. Unapopakaa mwili mzima, moja katika kitu cha maajabu utakachokiona, hata yule nyuki wa kutumwa anaweza akakudandia katika mwili wako, lakini uwezo wa kukuuma hawezi akakuuma. Tena unampangusa kabisa, anatoka anakuwa kama anaangukia chini. Lakini yule ambaye asiyepakaa yale majani, basi kazi anayo, kwa maana ya kwamba yeye anaweza akaumwa na yule nyuki, lakini wewe nyuki hawezi akakuluma. Ndugu yangu, haya ni maajabu makubwa sana ya mti huu ambao wa kisamvu. Sawa? Kwa hivyo kisamvu ni mti ambao una mambo mengi na una vitu vingi mno. Lakini pia nikwambie ndugu yangu, mti huu wa kisamvu, majani yake, tupo kwenye majani bado, kuna visamvu vya namna mbili kama tulivyosema. Kuna huu ambao unaitwa kisamvu mpira, na kuna huu ambao ni wa kawaida, ambao una kisamvu ambacho kinatoa muogo ambao watu tunakula. Kisamvu chochote kile chafanya kazi. Sasa ukipata huu mti wa kisamvu, chukua majani 56. Kwa wale watu ambao umefanyiwa uchawi sana, umelogwa sana, unataka ujitibie tatizo lako la uchawi, ushalogwa wewe, tumia hiyo njia ndugu yangu. Nini cha kufanya? Chukua majani ya kisamvu 56. Sawa? Kwa maana majani 56, lakini majani haya yaandike
majani sawa 56 ukigawanya mara 2 maana ni 20 na ngapi? 28. Kwa majani 28 ya mwanzo yaandike barahatihi yote. Nikizungumza barahatihi, kwa wale ambao bado hawajafahamu, ni majina ya Mungu kwa lugha ya Kisiriania. Yako majina 28. Nishatoa darasa maajabu ya barahatihi. Nafikiri au maajabu ya majina ya Kisiriania kwa maana barahatihi. Yani barhatihin, karirin, tatilihin, turanin, masjalin, basjarin, tarqabin, barhashin, ghalmashin, khutwirin, qalnahudin, barshanin, kadhihirin, mpaka mwisho. Yako majina 28. Sasa haya majina 28 unaandika katika kila jani moja, unaandika jina moja. Mfano barahati, jani moja unachukua la Kisamvu unaandika barahatihin, lakini utaongeza na herufi moja. Katika zile herufi za alifu kuna herufi inaitwa shin. Hii herufi ya shini pia utaiandika. Kwa unaandika barahatihin alafu shin unaiandika pembeni pale pale mbele yake. Karirin shin, tatilihin shin mbele. Sawa, kwa Kiarabu wafanya hivyo mpaka mwisho. Na hapa nikueleze hizi herufi zina maajabu makubwa na zina faida kubwa sana. Hapa nimekwambia tu iandike hii shini. Shini ni miongoni katika herufi ambazo zina maajabu makubwa ukizitumia, lakini sio leo darasa lake. Lakini shini peke yake ni miongoni katika maherufi zenye maajabu makubwa, ila ina faida nyingi sana. Ila nitakapozungumzia maajabu ya herufi za alifu zile katika muendelezo, pia vile vile nitaelezea hii shini, maajabu yake na mambo yake mbalimbali. Kwa hivyo katika kuandika katika yale majani unaandika barahatin shin, karirin shin mpaka mwisho, hivyo hivyo katika majina 28. Yule asiyefahamu majina haya, naomba arejee lile darasa lililozungumzia maajabu ya majina ya Kisiriania barahatihi, yale majina 28. Lakini pia vile vile, na ukimaliza hiyo yale majani 28 ya mwanzo, unachukua majani 28 ya pili, pia hivyo hivyo unaandika barahatihin shin, baratihin, karirin shin, hivyo hivyo mpaka mwisho. Maana yake majani haya yote utayaponda. Sawa, yote utayaponda. Alafu ukishayaponda yale majani, unaweza ukatengeneza ule unga wake. Lakini ndugu yangu, moja katika faida kubwa kabisa, majani haya pale utakapotumia inaondoa uchawi wowote uliologwa wewe. Kama utakapokuwa unakula, uchawi wowote uliologwa wewe. Kama ukitumia kuoga, uchawi wowote uliofungiwa wewe. Kama utatumia kupigia deki sehemu yako husika, uchawi wowote uliowekwa hapo. Kama utatumia kupigia deki katika nyumba, uchawi wowote uliozikwa katika nyumba hiyo, ili wewe kukuharibia maisha yako, sawa sawa, au kuharibikiwa kwa namna moja ama nyingine, basi ndugu yangu, njia hiyo inakuwa inasaidia sana. Majani 56 unaandika barahatihi, barahatihi, kisha neno unaongezea katika kila jina moja, unaongezea shin. Kwa kweli hiyo ni moja katika faida kubwa sana. Lakini pia vile vile tunapozungumzia huu mti wa Kisamvu, ni kwamba lile jiti lake lile la katikati pia vile vile lina faida ya kufanya mtu mbaya asiweze kukuona. Pale unapotumia, mtu mbaya vile vile hawezi kukuletea matatizo. Hata kama utembea barabarani ukilitumia hilo, mtu mbaya hawezi kukuona. Hii ni miongoni katika faida yake. Lakini pia vile vile mti huu unasaidia kuzuia machezo ya kichawi, kwa maana lile jiti lake lile la Kisamvu linazuia machezo ya kichawi. Unaweza ukachukua ukalisaga lile, ukasaga vizuri kawa unga, ukachanganya katika mafuta, ukawa unapakaa. Kuna watu wana kawaida ya kuchezea wenzao kichawi. Kidogo tu umechezewa, kidogo ofisini umechezewa, barabarani umechezewa kichawi. Sawa, moja katika faida zake ni kwamba hii ukitumia, mtu hawezi kukuchezea wewe katika mazingira ya kichawi. Hiyo ni faida mojawapo ya mti huu wa muogo au mti wa Kisamvu. Kwa hiyo ndugu zanguni, mti huu una mambo mengi sana, una faida nyingi sana. Kwa kweli kwa leo nimekueleza kwa uchache sana. Mimi ndugu yako Maalim Suleimani Ngusura kutoka
Tabata Kisiwani katika mkoa au jiji la Dar es Salaam. Kwa kweli alhamdulillah, kwa yule ambaye atakayetamani kuuliza maswali, maoni mbalimbali, unaweza ukanipigia kwa namba yangu ya 0716447727 au 0762664094. Wale waliokuwa nje ya nchi huko, unaanza na kodi namba kwa maana ya +25571644727 au +25576264094. Hiyo ni namba ambazo utanipigia wakati wowote, ila uwe na subira tu. Unaweza ukapiga ukiona simu inachelewa kupokelewa, sina maana kwamba umedharaulika, la, isipokuwa kutokana na ubize ambao niliokuwa nao. Sawa, ubize pamoja na shughuli mbalimbali za kuhudumia ndugu zangu wenye matatizo mbalimbali, kwa muda mwingine na kuwa katika hali ya dharura namna hiyo. Kwa hivyo ukipiga, basi usikate tamaa, ndio kunipigia. Pale nitakapopokea tutajua namna ya kuweza kukushauri nini au kujibu swali lako au kukusaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu yangu, huu mti tumeuelezea leo ni mti wa muogo wa kisamvu, kwa Kiingereza wanauita cassava. Sawa, mti wa cassava. Kwa kweli ni mti ambao una mambo mengi, una siri nyingi na una mambo muhimu sana. Kumbuka, hii ni sehemu ya pili ya mti huu wa muogo. Mwenyezi Mungu akipenda nitauzungumzia tena sehemu ya tatu. Madarasa bado yako mengi na faida bado ziko nyingi. Kikubwa tuombeane afya na uzima na umri mrefu, na kuendelea ili kupeana faida za namna mbalimbali insha Allah. Ndugu zangu, kwa haya machache namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee maradhi katika miili yetu, atujalie afya iliyokuwa njema, sisi pamoja na ndugu zetu wote waliolazwa hospitalini, wanaoumwa majumbani, wanaoumwa maeneo yote walipokuwepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na afya iliyokuwa njema. Kwa haya machache, tutakutana tena katika madarasa mengine, Mwenyezi Mungu akipenda. Asante sana kwa kuwa pamoja.